Bwana Yesu asifiwe. God be praised. Bwana Yesu asifiwe sana. God be praised very much. Itaimba mistari mitatu ni vipindi vitatu. I will sing about Kama 3 kuna nyimbo yako ya wokovu, If you have your songs of salvation, utafungula ndani ya you open on 292, 291. Tuimbe nyimbo za wokovu. Let's sing songs of salvation. Mimi mwenye hatia nilikombolewa, Mwokozi alipojitoa. Dhambi zangu alizichukua kwa damu kweli dhambi zimefunikwa
asifiwe. Our God be praised. Aseme alizarauliwa, Said he was belittled, he was shamed, akakataliwa, and he was rejected. alichomwa mkuki, He was stabbed by the arrow. alitemewa He mate, was spit upon. yeye ambaye alikuwa mfalme, He who was a king. yeye ambaye alikuwa huko juu na sifa zake, He who was up there with his glory. lakini hakutambua ya kwamba yeye ni mfalme kwa But he ajili didn't yetu. regard whether he was a king because of us. Akakubali madharau And he received the shame kwa ajili yetu. because of us. Itakuonea huruma I feel pity for you, wewe mwenye uko Tanzania uko special. you who think you are special. Kulikuwa mtu mwenye alikuwa special zaidi ya watu ambao wako special There was dunia, among who was very special among all the special people in the world. lakini aliitika kudharauliwa. But he received to be shamed Kwa ajili yangu because of me na yako, and you. siku moja ukuwe na maisha ya uzima wa milele. One day you can have eternal life. Siko kule sana leo, I'm not there today, lakini tunawashukuru Mungu kwenu nyinyi wote ambao mlionekana leo. but we thank God for all of you who present today. Umepiga hatua kweli You took a big step kuja mahali hapa. to come upon this place. Mungu awabariki. God bless you. Amen. Ni mzuri mu maisha ukopeshe Mungu, It's a good in life to borrow God. kwa maana yeye akakulipa, When He pays you, hakulipe kile ambacho ulimkopesha. He doesn't pay you what you lend Him. Kama anakulipa When He pays kenye you, ulimkopesha, what you lend Him, anakulipa zaidi ya maradufu. He pays you pleasantly. Ikakuwa baraka, It's blessings. atakubariki wewe, It's gonna bless you. atabariki watoto wako, You bless your children. atabariki wajukuu It wako, will bless your na grandchildren. atabariki watoto ya And it will wajukuu bless wako. the children of your grandchildren. Amen. Amen. Kama ni baraka zake, If it's anazifanyaka multiplication, it does multiplication. zinajimultiplie mujamaa Multiply it de from génération in generation à génération. among generations. Amen. Amen. Lakini mwili But body, ukaitumikia, when you work for it, inakulipa kidogo it tu. pays you a little. Amen. Amen. Hakuna kitu kibaya maisha ya mtu, There is nothing bad as in the person's life. hakuna adui mkubwa sana ndani ya maisha There is yako no greater devil evil in your life kama mwili yako. than your body. Mwili ni adui ya mwanadamu wa kwanza. Your body is your biggest enemy, number one. Kitu inakulomba, What it asks you, unaipatia. you give. Kama ilikulomba chakula, If it asks you for food, unailisha, you feed it. inashiba. It's satisfied. Haitasema acha niache huyu mtu kesho, It will not say that kwa maana alinilisha leo, because he fed me. ikuwe mzuri, I may be well. kesho tena itakulomba. Tomorrow again I will ask you. Na badala ya ile, And after that, ukishaipendeza, once you clothe it, unaivalisha mzuri, clothe it very well, unaikulisha chakula mzuri, feed it good food, unaifanyisha masifa ya kila aina duniani yepote, among the biggest glory and mwisho yake at the end of the day, inakulipa uchungu. it pays you bitterness. Amen. Mwisho yake Because at the end, inakwambia siende na wewe fast. tells you I'm going with you nowhere. Ulinipata hapa You found me na here utaniacha and you hapa. will leave me here. Njoo mwili. That's the body. Sasa kwako wewe ambao umefika hapa, Now for you who arrived here, umejiprive vitu vikubwa. you prevent Labda uliacha watoto nyumbani wagonjwa, children at home sick. labda uliacha kazi zako, Maybe you left your work. umefika hapa, You came here. umejiprive vya mingi You prevented a kwa lot ajili ukopeshe Mungu. so that you might lend to God. Mimi nakuasiria kama I can assure hii you that siku ya leo the day of today, Mungu hatailipa siku moja, God will not pay lakini just one day, atailipa masiku but He mingi. will pay it double in many days. Amen. Ni baraka ambazo zinakufuata It's the blessings which follow hata you. ukifa, Even when you die, utaendelea kutawala He tena. will continue to reign. Amen. Amen. Leo nitazungumzia baraka. Today I will preach about blessings. Najua You know, ukakuwa na mahubiri tu kila siku when you have just preachings every ya day, kuambia watu watubu, watubu, telling people watubu. repent, repent, repent. Wanasemaka wanaona kuwaka na mahubiri tu ya Now, judgment. people, you only have all the time the preachers of judgment. Wewe usemake juu ya baraka. You never speak of blessings.
Leo nitasungumzia baraka. Today I will speak of blessings. Lakini nawaza baraka za mkubwa sana. But I believe the biggest blessings, haiko za mwili, it's not godly, lakini ni za roho. It's a kwa maana ni baraka ambazo zitadumu milele. Because it's the blessings which will be eternal and eternal. Na hizo baraka ni Yesu Kristo. And those blessings are Jesus Christ. Ya tutasoma ndani ya vitabu vyetu. We will read among our books. Kama utakuwa na Biblia ya Kiswahili utanisaidia. If you have the Swahili Bible, you will help me. Leo tutabakia ndani ya Mwanzo. Today we will stay in Genesis. Amen. Amen. Tutabakia ndani ya Mwanzo. We will stay in Genesis. Utanisomea Mwanzo 32. You will read for us Genesis 32. Mstari wa 22 and line 22 mpaka 30 until 30. Genèse 32 Genesis 32 verset Genèse chapitre 32 verset 22. Genesis chapter 32 line 22 mpaka 30 until 30. Ukiwa umepata utanisomea na Mungu atakubariki. Once you have received, you will read for us and God bless you. Amen. Mwanzo 32 22 jusqu'à 30. Inasema hivi: akaamka usiku ule, akatoa wanawake wake wawili na vijakazi wake wawili na watoto wake 11, akavuka kivuko cha Yaboki, akawatwaa akawavusha mto, akavusha alivyokuwa navyo. Naye Yakobo aliachwa pekee. Mtu akashindana naye hata mapambazuko. Na wakati alipoona ya kama hakumshinda, akagusa mvungu wa paja lake, mvungu wa paja la Yakobo ulishukutushwa wakati aliposhindana naye. Naye alisema, uniache kwenda, ni mapambazuko. Akasema, sitakuacha kwenda ila utanibariki. Akamwambia, jina lako nani? Naye alisema, Yakobo. Akasema, jina lako halitaitwa tena Yakobo, lakini Israeli, kwa sababu umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, uniambie, ninakuomba, jina lako. Akasema, kwa nini unaniuliza jina langu? Akambariki pale. Yakobo akaita jina la pahali pale Penueli, kwa maana alisema, nimeona Mungu uso kwa uso, na uzima wangu umeponyeshwa. Amen. Amen. Asema Yakobo akabariki pahali pale. He said Jacob blessed the place. Amen. Amen. Akapabariki. He blessed the place. Na akapapanga jina. And he named it. Kwa ajili kwa jua nini? Because of why he blessed the place. Juu pale because ni pahali ambapo aliona Mungu was the place where he saw uso God face kwa uso. Face. Amen. Amen. Huyo wanamuita Jacobo. This one they call him Jacob. Jacobo. Jacob. Jacob in French. Jacob in French. Jacob. Nani Jacob tutera mu Jacob in English. Amen. Amen. Nitakuelezea maisha ya huyu shujaa. I will tell you the life of this warrior. Ni mwanaume ambaye alizaliwa is a man who was na baba ambaye anaitwa Isaka. Of a father called Isaac. Isaac ni mtoto wa Abraham. Is a child of Abraham. Amen. Amen. Na wakati Isaka mke wake alichukua mimba, when Isaac his wife was pregnant, aliwazaa watoto wawili. She gave birth to 2 children ambao walikuwa wa mapasa. Who were twins. Kwa Kiswahili wanasema mapacha kama mapacha. Kiswahili they say mapacha au mapasa. Amen. Amen. Wale watoto walizaliwa. Those children were born. Mmoja alikuwa Esau. One of them was Esau. Na wa pili aliitwa Yakobo. Another one was called Jacob. Lakini hata kuzaliwa kwao, but even among their birth, kulikuwa
kulikuwa fujo, There was a noise. kulikuwa miracle. There was a miracle. Juu haiko kitu kia kawaida. Because it was not normal thing. Biblia inasema The Bible says mmoja alitoka another one na mwingine akamkamata kwa mguu. and another one was Amen. holding on the heel. Inamaanisha nini mtu wa What Mungu? does it mean, brother? Huyu hakumkubalia atoke mbele, This one who was ni kusema exited first, by mistake. to say that by mistake, Huyu akatoka, this one exited. lakini hakumwacha hapa, But he did not leave. akamkamata mguu. He held him on the knee. Amen. Amen. Biblia inasema ilikuwa komba. The Bible said it was a battle. Imagine mmoja anataka toka Imagine one of them na mwingine get out, anamkokota and another one is pulling juu him yeye njoo atoke. so that he can exit. Amen. Amen. Mzaliwa wa kwanza. The firstborn. Asema wakati wanazaliwa, It says when they were born, ikaenea muda mchache wakakomaa kama watoto. a few times they were grown. Inafika wakati kila mtu atakuwa na specialite yake. And it came among the time where everybody had the specialty. Huyu Esau, This Esau, akakuwa shujaa he became a warrior kwa kuwinda. among hunting. Huyu Jacob, This Jacob, sijui namuita mregevu, I'm not sure I'm gonna call him. sijui nitamuita alikuwa pishi I'm not sure if I'm going to ama alikuwa assistant wa pishi or he was assistant to the cook, ama alikuwa na mapenzi mingi kwa mama. or if he had a lot of love. Ndio maana hakuchagua That's why he did not choose métier yake. which occupation. Yeye akachagua kubakia pembeni ya mama. He chose to stay near the mother. Angalisho na watoto ambao wanaikala pembeni ya Be mama. very careful to the children who are very. Ndani ya wamama kuna baraka kubwa. Among the mom, there's a huge blessing. Amen. Amen. Wakati uko pembeni ya mama yako, When you are near your mother, ujue kama kuna baraka know kubwa. that there's a big blessing. Amen. Amen. Jua mama wanabarikiwaka The sana mothers are blessed abundantly. na ndani ya baraka zao And among the blessings, hawazibakianake hao they do wenyewe, not just live, stay lakini by themselves, wanazishare kana watu ama but they kuzigawanya na do wengine. distribute with Wamama haiko hawakuwake wa umimi sana. the mothers, they are not stingy Amen. very much. Sasa amina kwako wewe mwenye uko karibu na mama. Amen to you who are near the mother. Huyu alibaki pembeni ya mama yake. This one stayed near the mother. Kama mama atapika supu, When mother prepared the soup, yeye ndio ataonja wa he kwanza. was the first one to take. Juu iko karibu ya chungu. Because he was next to the pot. Ikafika wakati It became the time mwanaume alienda winda, the man went to hunt. hakupata kitu. He did not receive anything. Akarudia iko njala. He came very hungry. Ulishatoka kwa masomo 12 kwetu ndio tulikuwa nenda kwa If you masomo. come from school 2 p.m. back home is your Kwa siku kuru nani yenye nilikuwa sipendake, there was a subject which I did not like much. ikwe wa asubuhi. Haiko kuru wala ni sijue niite It's not a subject or a class. Programu ya masomo. It was not a program of school. Kwetu kulikuwaka basatano There were people called na basubuhi. and Sumbui. Basubuhi ni wenye wanasomaka avant midi, Those who learn before noon, banamaliza après midi. they finish up before noon. Sasa unaenda kwa masomo asubuhi unaendaka hauna njaa. When you go to the school in the morning, you go. Ikisha enea 12:30 unaanza When it toka. comes at 12:30 when you go out, Wana kyote kenye utakutana mnyumba utakula. whatever you found in the house you will eat. Unakuyaka huko na angalia. You come and just Shwina kuwaka njala ya ajabu. because you are very hungry. Amen. Sipendake basubuhi. I do not like those Jua na kuwaka na njala ya mingi. because they have Nilikuwa sipendake ile shift hapa. I did not favor that. Sasa huyu kiana alikuwa asubuhi, Now this child was a Aliramukia. very early guy. He anaenda tafuta went nyama. very early to go and fetch the meat. Kwa bahati mbaya Bad luck. akakosa. He didn't find anything. Akakuya. And then he came Iko na njala. very hungry. Akakutana supervisor. He found the supervisor Kumafiga. in the kitchen. Kamwambia sasa wewe nini? And he says, you Sikuenda what? mkazi. He went to work. Pika sasa tukule. Now cook. Kamwambia sikupata And nini. he told I didn't Ile receive supu anything. yako ndio mimi nataka. That soup is what I wanted. Supu yako nipatie supu. Give me among your soup is what I want. Amen. Amen. Sasa uko na njala, When you are hungry, hata ukasikia harufu ya chakula ya voisin, when you hear the smell of the neighbor's food,
akili yako inaanza kawaza huko unakula. Your mind is thinking that you are eating. Amen. Amen. Njala ni kitu ya mbaya sana. Hunger is a very bad thing. Mwanaume akalomba supu. The man wanted soup. Akasahau ya kuwa He forgot that vita haikuisha. the battle is not finished. Amen. Amen. Hajui kama huyu He did not know that hakumruhusu kutoka, he did not allow lakini him to alimwachiaka tu because he just jua imushinda nguvu. because he overcame him by Faze returu inakuya and sasa. now revenge is coming. Ulitokaka wa kwanza You sikatai, exited the first time, lakini but ilikuwa haki yangu. it was my right. Ninataka ile haki. Now I want my right. Amen. Amen. Nataka ukubwa. I want to be the elder, Na mimi nitakupa supu. and I will give you my soup. Njala isikufanyishe kila kitu. The hunger should not make you do anything. Njala inakuwaka tu The hunger is always na there, inaisha. and it's finished. Lakini kwa ajili ya njala But because of hunger, usivuke limiti. do not cross your limits. Watu wa Mungu wamevuka limiti juu ya Because njala. God have crossed limit because of hunger. Utasema huku hatuna njala. You will say here we are not hungry. Amen. Amen. Tunakula kama kuku, We eat chickens. tunakunywa kama ziwa. We drink milk. Hatuna njala. We are not hungry. Lakini uko na njala tena ya sana kuliko But you mtu wa are very Afrika. hungry more than somebody from Africa. Jua nini? Because of why? Licho yako akupitake lufaranga. Because on your eyes the money does not pass by. Haiko njala hili. Isn't that hunger? Watu wa Mungu, haiko njala hili. Children of God, that's not hunger. Wewe unaweza itika useme bongo. You can accept to lie Jia $10. because of $10. Mwenzako akakukopesha. When your friend lends you Juu urudishe ni problem. to return is a big problem. Uko Mkristo You are a Christian, lakini juu ya pesa but because of money, unatupa Biblia you pembeni. throw the Bible on the side. Wamekupanga jina wapagani. The pagans have named you Escrow. cheater Juu ya njala. because of hungry. Haiko njala ile. Isn't that hunger? Amen. Amen. Mpaka unafika kunivo Because you read ya kuharibisha jina yako ya Ukristo you destroy your Christian kwa ajili ya pesa. because of money. Aseme akalomba supu, He asked for the soup. wakampa supu. They gave him the soup, Yeye akasema basi mkubwa utanifalia nini? and then he said, "What does being the elder have to help me with? Ukubwa haiko pesa. Being the elder is not money. Uchukue, Take unipe supu nikule na give mkate. me soup and bread to eat." Ukubwa uyaenda, The eldership has not gone. alizaliwa wa mwisho, He was born last. alikuwa mdogo He was young, lakini amekuwa mkubwa. but now he has become big, the elder. Safari ikaendelea. The journey continued. Baraka ya kwanza ile ulikiana napata. The first blessing the young man received. Kuna kuwa watu wengine There is other people. wanazaliwa, They are born, amen, amen, bila hata baraka hiyo. without any blessings. Nataka nikuambie, I want to tell you, Mungu ni sovereign. God is a God of Ni subject. Mungu mwenye anafanyaka vyenye anataka. God is the one who does what. Biblia inasema hana besoin ya conseiller The Bible says no need of na counsel. hana besoin ya kukua condamné. And is C'est not quelqu'un in need qui n'a of pas besoin de condemnation. conseil. He doesn't need Ni de condamnation. counsel and even condemnation. Jua nini uliniumba hivi? Why you created me like this, Ukaumba ule hivi. and you created him like that. Ni mwenye anafanyaka vyenye anataka. Does whatever he pleases, Jo Mungu ule. and that's the God. Il est souverain. He perseveres. Kuna wakati anaweza kuumba, There's a time he can create you, anashindwa kutia kichwa yako hata nyota hii. and he even failed to put on your head. Wewe unatembeaka tu You just walk kwa wale wachawi among the witches na wale watu wa kiroho and the spiritual, penye wanaonaka vitu ambavyo viko and those people who see nyuma ya macho ya kawaida. behind the normal eye. Wakati unatembea When you walk, anasema ya it says that wewe naye uko naangaikia nini? Si akufe tu this person, juu hauna hata nyota moja kichwa. because you do not have even one star. Kuko watu wa vile, There are amen. people like that. Ulizaliwa hauna hata baraka hii You born moja. without even one blessing, Ndio maana kubenye wanaendaka kule and that's why the people aseme hata unaenda kuba Illuminati they say even you go to Illuminati, wanakuonaka they just see you. hawakamatake kila mtu hapana. Not just take anyone. Amen. Amen.
Wanaona kama uko They just see that you are there wala hauna. or you don't have. Ukiwa na mbili When you have a wanasema okay, they say, okay, tuko na benefits mwa hubu nyota, we have a benefit of acha tuvukule hubu buwili, let's eat these two things. tumudanganye, Lie to wanakukamata. and they take you. Shuba aliona nyota fulani Because they have seen a certain star on your head. wale watu biku Those people there wenyewe wanazaliwa bila baraka. who are born without blessings. Lakini kwako wewe But to you, uko na neema, you have a grace. ulizaliwa hauna baraka You were born with ya kawaida, blessings, a normal blessing. umepata baraka, umekubali Kristo. You have received the blessings to receive. Ulikosa baraka za nje You rejected the blessings of outside, za kawaida, of normalcy, lakini unapata baraka za ndani but you received the blessings of inside, ambazo ni za Kristo. which are of Christ. Nyota zenye ulikuwa hauna nje, Stars which you didn't have outside, ndani ya Kristo unazipata. in Christ, inside Christ. Ndio maana mimi nakwambia, And that's what I'm telling you. kama ukuokoka, If you are not saved, utakuwa tu wa kulia kila you siku. will just be a person of Christ. Ndio nakutana mtu babake alikuwa cordonnier, You just find the person, the father was yeye akakuwa wa mkubwa sana, atakuwa maso, became very big. mtoto wake ni ede maso. Son will go like to be a Amen. person. Unajiuliza hii ni jamaa ya namna And gani? you will think which Ni jamaa ambayo iliumbwa is the family which haina nyota. they do not have Hakuna star, mwenye iko na nyota. because there's no star among them. Amen. Lakini wakati But there's a time unapata neema you get the ya grace kuamini Kristo, to believe Jesus. unapata nyota ndani. You receive a star inside. Ndio zile baraka ambazo ni Those are the blessings which I'm talking about. Lakini zile baraka But those ni blessings za kukesha. are there for not sleeping. Haiko za kusema okay, nimebarikiwa ni ikale. Not to say that. Joma na Jacob, Sit down. That's why Jacob, wakati alipata hiyo neema when he received that, ya kuimba baraka za kwanza, still the first blessing, hakuikala he hapa, did not sit. akaendelea He kutafutisha zaidi. continued to look for more. Amen. Napenda unifuate uzuri. I want you to follow me very well. Najua mimi naanzaka kimwili, Because I start lakini battling, huku nyuma, but here behind, mbele nimalize, before finishing, naingia kiroho. I will get in spirit. Kama hukunifuata mzuri, If you do not follow me very utapotea. well, you will get lost. Amen. Biblia inasema aliendelea kupigana kwa kupata baraka The Bible zake. says he continued to fight to get more blessings. Alizipigania toka amezaliwa, He fought for it muujana wake and in his youth na muuzee, and in his elder. aliendelea kupigania baraka zake. Continue to fight for the blessings. Hakuikala hapa. He did not stay seated. Sasa wewe umeokoka, And now you are. unajua uko na baraka somewhere bali ku hapa njoo wanani wanabii. You know you have a blessing. Profeti alikwambia huku nishaona maisha yako. Maybe a prophet told you, I've seen your life. Bale bana wangu baba. My children. Jole mama anapenda kwa. Those are the mothers like them. Iliingia kafasi. I went in one place. Mama wana wangu wengine baba. My children. Anaanza wewe And mzali wako you were born like this. unaweza kuwa ulipata unabii, You might receive the prophet. utabarikiwa, You were gonna be lakini blessed. haukeshe juu ya baraka. But you are not Na on unazikosa. duty on God for your blessings and you miss them. Aseme Jacob akakesha. Jacob was on duty. Akafika munivo, He reached the level, baraka zingine zenye anaiba ndugu yake and the blessings which he zinatoka kwa baba yake. they came from his father. Aisha pata za huyu, He received anatafuta za baba them, sasa. and now he's looking for the father. Hakusema nimepata ya baraka ya ukubwa ni ikale He have received the blessing of akatafuta na zingine. to rest, but he Si yale zikuwe za mimi. so that he might increase in abundance. Aseme baba amekuwa mzee sana. And the father was very, Macho yanafungana, and the eyes were anafika munivo anataka pana baraka. and he reached the level he want to distribute the blessings. Anamuita Esau. He called Isaac. Esau alikuwa anafikia baba sana. Esau was very good friend of the father. Akamwambia kwenda uinde nyama, He said, go hunt an pigie animal mchuzi, and cook for me a soup nikule, to eat. lakini wakati moyo wangu utaburudika, When my spirit is Nitakubariki. grateful, I will bless you.
Biblia inasema mama alikuwa karibu. The Bible said the mother was near. Ndio maana nilikwambia nitasiona wa And mama. that's why I say be very wary of the mother. Akasikia zile baraka. And he heard the blessings. Akamuita mtoto wake. And he called the son, the child. Mwenzako ameenda winda. Your brethren went to hunt. Jua bebe baraka za So that kutoka they kwa can baba. receive the blessings from the father. Sasa wewe And now you umtangulie. go before him. Mwembosa alisikia vile. The cook, when he heard that, akasema he said, kope hii. This is a mission. Amen. Mama akamupatia plan. The mom gave him a plan. Unaiwa zile habari. You know the akafanya supu. And he prepared the soup. Akaleta. He brought. Manguo ya kaka yake. He put oil cloth on the. Aisha tia manyoya mwili. Ndugu yake alikuwa na manyoya. Put the feather on the. Baba mimi huyu nimeleta supu. Kule baba yangu ni bariki. Father brought the soup, eat and bless you. Baba akasema wewe nani? And the father asked, you are who? Akamwambia ni mie Esau. And it says it's I, Esau. Baba akasema, the father said, sogea. Come here. Akampapasa. I scattered it. Biblia inasema akasikia na oderi ya manguo. And the Bible says even at the order of the. Ile yote Mr. Plan alikuwa alishaiplan tayari. The master plan. Ambaye ni mama. Of it figured out which is the mother. Akasikia harufu. I saw that he smelled the akagusa mwili. And he touched the skin. Akamwambia, he told him, mwili ni ya Esau. Harufu ni ya Esau. But the scent is Esau. Lakini sauti ni ya Yakobo. The sound is for Jacob. Baba alielewa. The father comprehended. Vyote wewe ni Esau. Everything is Esau. Lakini sauti ni ya Yakobo. But the voice is Jacob. Baba hakujua ya kwamba the father did not know that Jacob alikuwa amegeuka Esau. Jacob overturned Esau. Na Esau alikuwa amegeuka Jacob. And Esau became Jacob. Kwa nini? Why? Aliushisha kwanza ukubwa. Because he sold the eldership. Na akapewa baraka za kimungu. And he gave, he received the blessings of the eldership. Zile baraka hangelizipata. Those blessings he couldn't. Angekuwa mdogo. He should have. Lakini jua alikuwa mkubwa. And because he was big. Alikuwa ameshapata urithi wa kuzaliwa wa kwanza. He was already received the eldership. Akapata baraka za kikubwa. He received the elder. Biblia inasema. The Bible says. Alipombariki. When he blessed. Baba akabariki vyote. The father blessed everything. Hakufanyaka hata reserve ya baraka. He not even reserved anything. Amen. Mwembo amepigania baraka za pili. The cook fought for 2 blessings. Mama akamwambia, the mother said, sasa hapo ukwe tayari. Now be ready. Mkubwa anakuya, the elder alishafanya masupu yake. When he already prepared the soup, analetea mzee. He bring to the elder. Hakujua kama mzee ameshiba. And he didn't know that the father has already been satisfied. Amen. Amen. Mzee akamwambia nimeshiba. The father said, wewe nani? Asema mimi Esau. He says me. Akasema ya mdogo wako amenidanganya na amebeba vyako. Lied to me and he took. Wanaume akalia. The guy. Baba hukubakia hata na yengine moja. He didn't even leave it. Akasema hakuna. He says no, there's. Amebeba baraka zote. All the blessings. Amen. Amen. Unaona kugombania baraka. You see of zenye zilikuwa zako zinakuwa zako. It become yours. Hadithi inaendelea. The story continues. Mama akamwambia sasa, the mother says, okay, ndugu yako your brethren amesirika. Is now mad. Mr. Plan. Mr. Plan akaleta plan nyingine. Sasa wewe and now you utakimbia. You will run. Kwenda kule kwa miomba yako. Go to your uncle. Ambaye ni ndugu yangu. Who is my relative. Hasira ya ndugu yangu ishuke. So that the anger of your brethren can come down. Akakuona. Because if he sees you, atakuua he will kill you very, very real. Baraka zinaingia uchungu. The blessings got in bitterness. Lakini mwenye baraka, but the honor of the blessings, hakupumzika. He did not rest. Alijua minyiko. He knew what he was in. Amen. Amen. Anafika kwa miomba yake. He arrived at his uncle. Anaanza tena tumika. And he started working. Ingekuwa wewe ungesema nishawarikiwa, lakini mbona niko naishi maisha mbaya? You may say I already been blessed. Lakini mahali kuko baraka, but when there's blessing, kunakuwa mateso pia. There's also suffering. Mwanaume aliteseka pale. The guy suffered a lot. Nataka unifuate mzuri. I want you to follow me very closely.
alikuwa anatumikia baraka zake. He was working for his blessings. Na anaendelea kuzitumikia. And he continues to work for them. Niko kwako. And it's on you. Wewe mwenyewe ulizaliwa hauna nyota. You who were born without a star. Lakini uko nataka uipiganie juu ipate. You want to fight so that you might receive. Na umefanya hatua ya mzuri ya kwanza. You have done the first step. Umekubali Kristo. You have received the Christ. Kweli unaanza tembelea ndani ya baraka. Indeed, truly you are walking in blessings. Ambazo ulikuwa hauna. Which you didn't have. Nilikwambia kule kumwanzo. I've told you at the beginning. Mungu akakubariki. When God blesses you, atabariki generation. Blesses you your generation. Baraka za mwili ndio za mbaya. The blessings of godly, they are the one of bad. Because it finishes. Unaweza kuwa bosi wa kimwili. You can be a boss of godly. Sijui jua lini kwetu banakuwa na slogan wanasemaka. I'm not sure why, but back home they have a slogan which they say. Mwenye vyake ameenda na yeye. The things which belong to the person, he went with them. Kubenyewe walizaliwa Goma. Those who were born in Goma. Tulikuwa na patron moya walikuwa wanamuita Chiru. We had one boss who was called Chiru. Alikuwa na manguo sio za Valley Village. This mavieti alikuwa na madepo na madepo. Stocks and stocks. Ulikuwa nafika Virunga wanakuambia depo za Chiruzi. Unaenda kudela mpe depo za Chiruzi. This is the stock. Unaenda kule kunjia chini manyumba za Chiruzi. Manake alikuwa patron. Chiruzi say he was really rich. Juu ya business zake because of his business. Tumboka, the volcano erupted and everything. Mekukamatia wengine. But some were left. Lakini boss akapikia Chris. But the boss became akakufa. And he died. Alikuwa na watoto mingi. He had a lot of children. Lakini walijaribu. But they tried kuchunga mali ya baba. To guide the work of the father. Hawakuweza. They did not succeed. Watu wakasema hey. The people say hey. Mwenye vyake. The owner of the thing. Inamfuataka. It follows him. Amen. Amen. Ndio baraka za mwili zi. Those are the blessings of the body. Mobutu alikuwa na malupao za oro. Mobutu had gold plates. Alikuwa anatembea na gari nyuma kuko mifuko za pesa. He was walking with cars. Ukamwimbia. You were singing. Nzandu pesa ya biloko moko. Manake wewe yule ni bando yapata. Because you are getting a big bundle. Mwanaume aliuza mai yote watu wa Goma wanayua. Guy was like selling like the whole manyumba za Kaweleni. Just normal housing. Nini yenye hakukuwa nayo? Pia privé. What didn't he have? Lakini leo but today watoto yake biko natafutisha taka parcelle ka metri carré kwenye mzaka. Looking even 1 meter of baka ujishe. Even to sell it. Amen. Njoo baraka za mwili. Those are the blessings of the body. Zinaishaka. It finishes. Lakini baraka za roho za Mungu zenye unazipata ndani ya Mungu. God, what you receive in him. Atakubariki kiroho, anakubariki kimwili, anakupatia mali wewe na generation yako. Work of you and your generation. Amen. Amen. Jacob yuko natumikia mali ya generation. Jacob was working for the work of the generation. Anafika kwa myomba wake. He arrived with his uncle. Anatumika. He works. Myomba anamwambia, the uncle tells him, sasa wewe, and now you, tusikilizane mshahara yako. Let's understand each other. Yeye akamwambia myomba, he says, uncle, nimempenda huyu mtoto. I have beloved your daughter. Amen. Amen. Lakini but napenda nikutumikie. I want to work for you. Miaka 7. 7 years. Nikishatumika miaka 7. When I work 7 years, unipatie msika. Give me your daughter. Ambaye alikuwa anaitwa Rakeli. Who was called Rachel. Anatumika miaka 7. I worked for 7 years. Usiku. In the night. Anasubiri mke. He waited for his wife. Wanamletea Lea. They bring for him Leah. Hakujua. He did not know. Lakini asubuhi. But in the morning. Akavumbura kama ilikuwa He discovered that it was not Rachel. Ilikuwa Lea. It was Leah. Anamwambia myombo umenifanyizia nini? Yes, uncle, what have you done? Akamwambia kwa desturi ya kwetu. He says, according to our culture, mdogo the younger haolewaki mbele ya mkuu. Does not get married before the elder. Kama unataka huyu mwingine, if you want now, utatumika ingine miaka 7. You will work for 7 more years. Mwanaume akasema niko ready. And the guy said, I'm ready. Akatumika ingine miaka 7. He worked for 7 more years.
wakampa mwingine. And they gave him another. Anakuwa na wandugu wawili, And he has two, Lea na Rachel. Rachel and Leah. Amen. Amen. Tunaendelea. We are going. Nafika wakati ya matata sasa. It's now come time for trouble. Mwanaume anaendelea kutumikia The myomba. guy continues to work for the uncle, Lakini salary yake but his salary, ni mifugo ambayo alikuwa anachunga. it's the livestock which he was guiding. Myomba akamwambia, And the uncle tells him, sasa and now, kama unapenda nikulipe mifugo, if you want me to pay for in livestock, tunaanza sasa kontra nyingine. we start another contract. Mbuzi ambazo zitazaa, The goats chui ambayo sio taita nani ya marangi rangi, if you are gonna call it like colors or mix, ni kwanza anatanda hizi zote za marangi rangi mimi nazitosha. all this like mixed with colors. Unaona kieskro ya all of them. Angeanzia pale kusema kamata hizi za rangi rangi, tuanzie pale. Take with this with colors. Lakini akatosha zile za rangi rangi zote, akamwambia tunaanza upya. So we start anew. Akasema sawa. We said okay. Baraka zake zinaanza kutumika sasa. His blessings start working. Mungu akamwambia, and God said, ndakupa strategy, I'll give you a strategy, juu hizi mbuzi zizale zile za rangi rangi, so that this I give birth to spots ones. Akampa strategy ya kunoa muti ile maiswari mnaijua, of cutting down the tree, you know the story. Akapakala rangi, of painting the color. Ile rangi inakuwa inaonekana ndani ya maji. The color was mbuzi sasa inakunywa maji wakati itaona ile rangi, when he saw the color, na inapata dume, and he itazala deja and he was giving birth to the mbuzi zake zikaendelea kuwa mingi ndani ya ferme. All the gods increased in the farm. Amen. Amen. Tunaiwa ile histoire. We know the story. Sitachelewa pale sana. I will not dwell on that. Kunakuwa probleme katikati ya myomba na mtoto. Now there's a problem between the child and the uncle. Amen. Amen. Probleme inaanza. The problem starting. Wakati unapata baraka, when you receive blessings, probleme zinaanza. The problem starts. Sasa ulikuwa unazitafuta, when you are searching for them, kulikuwa problem. There was a problem. Na sasa unazifikia, and when you arrive at them, probleme inaendelea. The problem continues. Anaenda. He goes. Amen. Amen. Mnanifuata mzuri? Are you following me? Hapa njoo kwenye mimi nataka simamia sana. I want to dwell on a lot. Msomaji utanisomea tena? The reader will read for us again. Pale pale kumwanzo. Same place on Genesis. Genesis 31. Genesis 31. 17 mpaka 19. 17 until 19. Hakuna Biblia Swahili? Is there no Swahili Bible? Nitasoma kama hakuna. I will read if there is none. Mwanzo 31. Genesis 31. 17. 17. Mpaka 19 inasema hivi. Until 19 says. Halafu Yakobo akasimama, akaweka watoto wake na wanawake wake juu ya ngamia, akachukua nyama zake zote na mali yake yote ambayo alipata katika pandani haramu, aende kwa Isaka baba yake kwa nchi ya Kanana. Basi Labani alikuwa amekwenda kukatia kondoo zake manyoya. Rakeli akaiba tirafi zilizokuwa za baba yake. Amen. Amen. Saa ya kukimbia inaenea. The time for fleeing is come. Amepata baraka. He has received the blessing. Anaenda sasa na baraka. Now he is going with his blessings. Mungu anamwambia kwenda utoke. And God says go away. Lakini but anaenda haiko kizi alikuja pale. He goes is not as he came in. Ndio vile alienda hapa. It's not the same way he went. Alikuja pale kwa yeye mwenyewe. He came just by himself. Lakini amekutana pale wanawake. But he found there women ambao ni wa bibi zake. Which were now his wives. Watoto wamezaa. The children which he gave birth. Inakuwa wakati ya kukimbia sasa. And now it's time to flee. Amen. Wanakimbia. They are fleeing.
Katika kukimbia among the fleeing, ikampasa akimbie na watu wake was wote, favored to him, lakini sana kimbia but more likely to mmoja wake wa watoto wa Labani to run with one of the child of Laban, ambaye ni Rakeli, which is Rachel, mke wa Yakobo, the wife of Jacob. akaiba terafi za baba yake. He stole the livestock of the father of her father. Kwa bahati mbaya By bad luck, akaenda nazo. she went with them. Amen. Amen. Wakati Labani alijua ya kwamba When Laban knew that Yakobo amekimbia, Jacob ran away, na haiko kukimbia tu, and he's not just fleeing, lakini alikimbia na vitu vyake. but he also fled with his things. Vita inaanza. Now there was a battle. Amebeba terafi za baba yake. Took some livestock of the father. Tunaingia kidogo. And now we get in spiritual. Rakeli ameiba terafi Rachel stole some flock, ambaye alipata baraka which she received the blessing kuolewa na Yakobo. to be married by Jacob. Yakobo ambaye alikuwa shujaa wa kupigania baraka. Jacob, who was a warrior fighting for the blessing. Sasa amepata baraka. And now he received the blessings. Na kila ambaye atakuwa pembeni yake, And whoever will be near him, atabarikiwa. he will be blessed. Unaweza kuwa hauna baraka, You can be without lakini blessing, mtu mwenye uko naye, but the person who you are with, umejiunga na mtu ambaye ana baraka, we're connected with the person, na wewe unaanza barikiwa and kuzile you will baraka. start being blessed by those blessings. Amen. Sasa kwa bahati mbaya, And now by bad luck, Rakeli amepata baraka, Rachel received blessings, lakini amechanga baraka ndani ya terafi. but she mixed the blessings with some of the flocks. Inamaanisha nini? What does it mean? Mwenye terafi anakuya nyuma, The owner of the flocks anataka terafi zake. and he wants his flocks. Amen. Amen. Umepata neema, You have received grace. umepata baraka ambazo hazikukua zako. You have received blessings which were not Ulizaliwa hauna baraka, born without blessings, lakini umeolewa na mtu ambaye but you amebarikiwa. have been married with the person who has been blessed. Inakuwa wakati sasa And now it's the time that huyu mtu ambaye the amebarikiwa person who was blessed akuchukue ndani ya safari. take you unto the journey. Munaanza safari za baraka The journey. ambazo haujui zitaishia wapi, Not the journey of the blessings, lakini munaendelea na safari za but to baraka. continue the blessings. Kwa bahati mbaya By bad luck, umeiba terafi. you have stolen some flocks. Unatoka na terafi huku, You exited with some flocks. unaenda nazo huku. You go with them this side. Unazibeba wapi? Where are you taking them? Unachanga mai na mafuta. You are mixing water and oil. Sisi ambaye ni bibi harusi, Us who are brides, Yesu ambaye ni bwana harusi, God, Jesus, who tumepata baraka ndani ya Yesu received blessings in na ametutoa ndani ya laana, He's taken us, anatupatia safari, anatutia ndani ya safari ya kwenda mbinguni. us in the journey of, Na ndani ya ile safari alisema, on the journey which he says, unishapata vya kiroho you have received of na vya spirit, kimwili nitakupa and the sasa. bodily says, Sasa wewe but you, ulio upiganishe sasa, ukeshe juu ya zile baraka uzienjoy, instead of being on guard with those blessings, lakini you umezichanga na and terafi. now you have mixed it with flocks. Unabeba terafi. You have taken, where are you taking the flocks? Amen. Ile mimi naita bien malaki. That's one Bien malaki. That's when I say, well, luck. Kitu ambacho uko nakyo The things which you have, lakini hakingepashwa kuwa kyako. but it was not meant for yours. Lakini wewe By umekichukua. chance, but you have taken it. Bien malaki. By chance. Wakristo, Christians, bien malaki being a chanceful, ambazo unazo, what you have, unaenda nazo wapi? where are you going with it? Utakutana mtu aisha okoka, You will find the person has been born again, lakini iko akingali napigania vitu vya shetani. but he's still fighting the things of the devil.
uko ndani ya baraka za Yesu, You are in the blessings of Jesus, lakini ukingali unatafuta baraka za but shetani. you are seeking the blessings of the devil. Ni baraka mbili ambazo hazihitaji kuchangika. It's two blessings which do not mix. Zile za mubaya Those of bad, ukatafuta usichange na hizi za you mzuri, want to mix them with the good. zote zitaharibika All of them they will be na destroyed, hautapata kitu. and you will not receive anything. Terafi The flock ya Labani of Laban, unaibeba wapi? where are you taking it? Labani iko nyuma yako na Laban is behind you, following you. Amen. Utakutana jeune, You will see a young person. kuko kiana mmoja tuko natumika There naye, is a young person we're working with. tunatumika naye. We work with the young person. Anakuja He comes one day. anasema nyie He says, you hamutapata kitu hapa Kanada. will not receive. Kanada ni nchi ya kufungula macho. Canada Na is the place to kujinyang'anyia. open eyes and look after itself. Aseme alishakuwa na sugar mami, He says he has a sugar. alipata bibi ambaye bwana yake alikufa wa mzungu. He Sasa iko na mali mingi. wife who was a widow, and she Anamwambia tukue tuna enjoy hii mali. and says, let us enjoy this Nienda world. wewe. By chance, Akamuzia jipe. I Hii shati sasa kuna jipe ya mzuri sana ya. that the newest among the new. Sasa anatuambia And now she tells us. Yes. It tells us that ule msika ama ule mwanamke that lady, iko na dada yake she has a sister. mwenye naye iko natafuta. She's also looking. Jipe uko interese mwa hii kopi. Are you interested in this? Akamwambia shindwa. I said, be defeated. Koma kwa jina la Yesu. Be defeated in the name of Jesus Christ. Wewe unazania hii ni gari ni voiture. You look at this car. Haiko voiture. It's not a car. Kuna wakati unaweza zania uko na pesa. There's a time when I think you have money. Kumbe uko na makaratasi. But you have papers. Pesa ni nini? What is money? Banatengeneza kana makaratasi. Kuko difference ya pesa. There's a difference between money na richesse and richness. Ama kukua bosi. Or to be wealthy. Okay? Ni vitu mbili viko different. Unaweza kuwa na paper. Different things. You can have a paper. Money. The money. Lakini uko maskini kila siku. But you are very poor every day. Kwa nini? Why? Ni pesa ambazo unazipata ndani ya njia mbaya. You receive it. Kuliko zikufanye patron. Instead of making. Zinaendelea ziko zinakufanya maskini. Continues making you poor. Wewe hautaona hilo. You will not see. Hawezi investi. You will never invest. Uko unakula pesa, unauza magari, you buy cars, lakini hauna kitu. But you don't have anything. Nikamwambia na zile zenye uko unapata kwa hii kazi yetu. Wakati umezitoshea jasho, lakini na zile zenye unatosha kwa huyu mama, ukazichanga fasi moja, zile za ule mama zitameza hizi. Za jasho nazo zinakuwa karatasi. Hapana kuchanga kitu kizuri na kibaya. Mix what is good and bad. Vyote vitakuwa vibaya. Because all of them will become bad. Terafi za Labani unazibeba wapi? Laban, where are you taking them? Amen. Kristo anakupatia neema, umepata baraka ndani yake. Christ has given you grace, you have received blessing. Lakini ukingali unaadmire vitu vya shetani na uko ndani ya Yesu. The devil's things and you are inside Christ. Utakutana mtu, you will find a person. Amen. Jukuko watu mingi biko na male. There is a lot of people. Uko na laana na haujui. A lot of curses, but kwa sababu uko na bien malaki. But they have that by chance. Ndugu yako anakufa. Your brother die. Vitu vyake vyote, all of his things, kuliko vitembeze mzuri njia mzuri upatie bibi na watoto, instead of you to use them or distribute, wewe unakamata unabeba. Unasema ilikuwa vitu vya ndugu yangu. You stay with them instead of them. Unaua watoto wako. You kill your children. Ndiye malaki. That is by bad chance. Ni kitu gani ambacho uko nacho? What do you have? Ulikipata njia za mbaya. That you receive it by bad luck, bad way. Amen. Si wote tuko na mabia privé. We all have our lives. Lakini unajuaka propriété privée yangu. But you know my private life.
ni hii, this is mine, ni hii, is this, na hii. and that. Na unajua kwenye ulivitoshaka. And you know where you. Unaweza nidanganya, you might like, lakini wewe unajua kwenye ulivitoshaka simu yako. You know where you have gotten. Ulipata gari namna gani? The car you have received how? Ulipata nyumba namna gani? The house you have received how? Amen. Uliipata njia gani? In which way did you receive them? Kama ni gari, if it's a car, pesa ambazo ulipata za kuuza ile gari, the money which you received by the car, ulipata njia mzuri? Is it you receive it by a good way? Ama njia ya mbaya? Or bad way? Kama ni njia za mbaya, if it's a by bad way, ile gari ni jaribu kwa. That car is a trouble to you. Juni pia malaki. Because it's a bad chance, bad luck. Ndugu, kama uko na kitu kinafanana vile, my brother, if you have something, ni bora uachane nakyo. It's better to leave it. Kama ulikiiba, if you are stolen, na mwenye nakyo akingali, and the person kirudishie mwenye nakyo. Return it to the person. Kama ulikipataka njia ya ukahaba, you received it by, na unajua hiki ni kitu ambacho nilipata njia ya ukahaba, something which I received by, lakini niko nakyo, but I do have it. Shinde barase nakyo. Separate yourself from it. Rudisha terafi. And return that. Kwa Labani. Return it to Laban. Kwa maana ndani ya maisha yako, because in your life, haina tena kazi, does not have, na haitakufalia kitu. It will not do for you. Ilikuwa inatumika wakati ilikuwa kwa Labani, working when it was a Laban, lakini wakati umeenda na Yakobo, when you have gone with Jacob, haitatumika. It will not be work. Lakini itakufungia hizi baraka za Yakobo. For you the blessings of Jacob. Hazitakufalia. It will not do, kwa maana una tirafi. Because you have the flock. Amen. Amen. Ni kitu gani ambacho unacho? What do you have? Haiko kyako. Which is doesn't belong. Ulikipata njia za mbaya zisizofaa. One which you received in bad way, not very good ways. Ni kitu gani? What is that? Amen. Amen. Unaona mwa nchi, you know, in this country, kulishakuwa tabia, there is this habit, aseme hakuna bwana, there is no husband, na hakuna bibi, and there is no wife. Kwa nini? Why? Wale wote wanatumika sawa sawa. All of them, they work equally. Lakini ukakutana bwana, but you find a husband ambaye swati bibi yake atumike, maybe his wife works, anatumikaka, if his wife doesn't work, maybe he works, problem inaanza, and there's a problem. Wewe utumikaki. It says, you don't work, I do work. Na wakati atasikia mashauri mabaya ya marafiki, anasema uko na bebana na ule wapi? Where are you taking? Ona mtoto wa fulani anatumikaka, iko na pesa, iko na kazi ya mzuri, divorce hapa ina existe, achana na ule, kamatana na ule mwenye iko na pesa. Na mimi nasikilia badada vingine huruma. Unajua mtu alidivorce na uko kosia, lakini na wewe tena unapenda mali yake. And then you too, you want the same divorce system. Pia malaki. That's a bad chance. Hakuna kitu kitakufanyia. There is no that thing. Kwa maana uko na kitu ambacho haustahili kukua nakyo. You are not deserving. Haiko kyako. Not yours. Amen. Amen. Habitatembea. It will not function. Umechanga maji na mafuta. Mix oil and water. Hivi tu vyenye havitembeake for things which they do not go together. Ni kitu gani ambacho unacho? What do you have? Ambacho haustahili kukua. That you do not deserve to have. Na ni kile kitakufungia baraka. That which will lock your. Na ni kile ambacho kitakuua. And is that which will kill you. Shetani wakati the devil, anakupa kitu, he gives you a thing, anakitiaka hako kashe, he put a stamp on it. Amen. Amen. Shetani hawezi kupatia kitu akuache uende hapo. The devil does not give you. Ni mtu mwenye akakupa gari, is something which ataitia hako alama, and you put a stamp on. Jusala tu yake watakuwa napita. So that when his people are, wanasema kitu kile, that is our thing. Amen. Amen. Ile ni kasha yetu. That is our stamp. Manake kile ni kitu chetu. That means that is our thing. Uko Mkristo, lakini uko natembelea gari ya shetani na hauyuwe. And you do not know. Sio wengine tunakamata magari zetu, some of us tunazitia kuparking, and we put in the parking. Wakati tunaenda lala, and when we go to sleep, tunaambia Mungu, we say God, tuchunge, guide us, na uchunge mali yetu. And guide our work.
Malaika wanasimama katika. And the angels they stand. Wanazunguka gari. They surround the. Nguvu za giza sasa zinafika. When the devil power. Zinasema hii inachungwa. This one is being guarded. Hii gari haiko yetu. This car is not iko protégé. This car is protected. Tuko na miti. We have a stick. Tutaua mtu zero Kill anybody zero. Sasa tutakutania wapi? And wherever we will meet. Situende kugari ya Jean-Pierre. Let's go to the car. Kwa maana ile ni gari yetu. Because that is our. Wewe uko na lala. And you are sleeping. Sie gari zetu wanazichunga. Our car they are guiding. Kumbe mugari yako biko wanafanyizia hapo miti ya kuzimu. Like doing it a sorcery. Haujue. You do not know. Julipata iko hapo kashe ya shetani. It was a stamp, the devil stamp. Amen. Ni kitu gani ambacho unacho? What do you have? Ambacho haiko kyako. Which doesn't belong to you. Rudishia. Return it. Labani terafi yake. Laban his flocks. Kwa maana kwako haitafanya. To you it will not work. Inakuletea shida na matatizo. You the problem and troubles. Amen. Amen. Biko. They are. Niliwaambia dunia inaoza. I tell you this world is rotten. Nijue hii macho yenye tuko tunaona hivi. The eyes which we are seeing. Ndio maana tunaona dunia inatakata. That's why we see the world is clean. Lakini wakakupa macho ya kiroho. If they give you the eyes of utaona dunia. You will see the world. Utakuwa na lala usiku na mchana huko unatapika. You will sleep in the night. Shu dunia inaleta noze inaoza. Because the world is rotten. Kwa watu wenye wana balikuwa Goma. The people who were in Goma. Habari moja inatembea. There is certain news which spread. Nikamngini kadogo. Lakini kana mambo mengi sengeneza nywele. One mother went to fix them. Anafika msalon. And she went to the salon. Anaikala. She sits. Mama wanakuwa na tabia sasa iko natengeneza nywele. The mother have a certain habit when they are fixing the hair. Anatosha shenete. To remove the. Anatia kumeza. To put it on the table. Juice haribike na produce. So that the shampoo. Anaanza mtengeneza. They start fixing. Wakati wanamaliza. When they finish. Mama amefanya. The moment. Kwa bahati mbaya. By bad luck. Alikuwa na pressure ya kukimbilia kwenye sijua alienda wapi. She had the money of running to errands. Anakamata ya yulu. She takes on top things. Anakimbia. And she runs. Kumbe amesahau shenete kumeza. And now she forgets the necklace on the table. Mwanaume mwenye alikuwa anamtengeneza nywele. The guy who was fixing. Anamtengeneza kanywele kila siku. Fixing the hair all the time for Amen. Amen. Lakini ile siku ile mama amesahau shenete pale by mistake. The mother was forgotten the necklace by mistake. Ameenda. And she left. Shenete ilikuwa ya mzuri sana yao. The necklace was gold, very nice. Kaka wa Mushi mwenye alikuwa anamtengeneza. One brother of Mushi akasema nimepata. And he said I've received, I found. Na wa Mushi ndio wanafanya kama kazi kabisa ya mzuri kama pale. Mushi ya masalon zaidi. Lakini Yesu aliona ile shenete. Wanaume akasema maisha imepona. The necklace, it says the life. Juu ilikuwa ya mzuri kabisa kwa kuangalia. Ilikuwa shenete yao. It was a gold. Ameificha. I hidden it. Magharibi mama amekia jile tuve. In the evening, hana shenete. Recognized doesn't have the necklace. Anashituka. She was alarmed. Anatafuta mnyumba. She looks in the house. There's nothing. Anakumbuka nilienda fanya nini. Remember, I went to my head. Anamwambia bwana niliacha hapa shenete nilisahau. Guy, I left the. Uliona? I forgot it. Did you? Mwanaume na sasa siaona. And the guy said, no, I have not seen. Me? I have not seen anything. Mama anamangamanga hapa. The mother was looking. Anamwambia uliza na hawa wakatukuona kitu. Ask even this people. Tafuta kwenye uliacha haiko hapo. Look where you left. Kumbe alishaiweka mfuko aisha. He already pocketed it. Shule mama akaenda. And the mother left. Akasema sawa. And he said okay. Hakuna shida. No problem. Kama ukiona. If you did not see it. Basi. Mungu akusaidie. So, may God help you. Akaenda. He went. She left. Mwanaume anangoja journée iishe usiku, kesho asubuhi aende kutoa tini ambaye ni soko can go to the market auzishe apate pesa to sell it to get money. Ile usiku and in the night banalala na mke wake mule msalo sleep with the wife in the
salon. Kuna wafanyakazi wengine wanalala mule ambao wanatumikia. There's other workers who sleeps in there. Yuko msingizi. He's in deep sleep. Mwangaza inakamata nyumba mzima. Light across the house. Inakuwa sa projector na babu macho. It's almost like a projector. Banashituka. And they were alarmed. Banatafuta kwenye mwangaza inatokea. Looking where it's coming from. Banakia fungula tiruari kwenye aliweka Jeanette. Jeanette inaangara na hayo ndio iko natupa ile mwangaza. Banaiogopa sasa. One which was beaming the light. Banaiogopa. They were afraid. And they turning back a little. Jeanette inajizungurusha. And the necklace was inazunguruka. Turning itself. Inazunguruka. Turning itself. Inageuka nyoka ya kabambi. Turn into a very, very big snake. Inasimamisha kichwa. And Wanaume anasema ilikuwa 0. And it was at 0 o'clock. Jeanette inaanza tapika. And the $100. necklace, they started spitting money. $100. Ikayala $100 $100 in the salon. Hao wiko wanaona tu. They are seeing. Maisha fungula macho. Wanaishiwa nyoka iko natapika pesa. And they know that the snake is spitting money. Saa zinaenda. And the time passes. Nyoka imemaliza tapika pesa. And the snake finishes vomiting money. Haioni kitu. And it does not see anything. Inasubiri. Haioni kitu. And not see anything. Avai ine. Before 1 a.m. Nyoka tena inameza pesa. Inaanza zirudisha. Now the snake again starts swallowing the money. Inaanza zirudisha. Returning the money. Inazimaliza zote. And finishes everything. Ine. 1 a.m. come. Nyoka inajizungurusha tena inabakia Jeanette. And the snake again rounded up and became a necklace again and the light. Mwanaume alitetemeka. The guy was shaken. Akakoyola. And he peed upon himself. Akasema Mungu wangu. He said, oh my God. What is this? Anakamata simu. He took the phone. Anaita ule mama. He called that woman. Unihurumie. Forgive me. Kuya ukamate Jeanette yako. Take your neck. Pardon. Forgive me. Kama utanifungisha, unifungishe. Lock me up. Unisamehe niliibeba. I took it. Mama akacheka. The mother akamwambia nilijua kama utairudisha. He said, I knew that you will return. Haungeibeba fasi. You could not take it. Juu haiko yako. Not yours. Hauyuko kwenye hili toka. You don't know where it came from. Ile. That. Ni Jeanette yangu. That is my neck. Haiko yako. Not yours. Sasa nitakuya asubuhi. And now I will come. Wanaume akasema haitaenea asubuhi na iko humu. Say the morning cannot come and it's. Unihurumie ukuye tu sasa. Give me and just come now. Mama akamwambia lala. Mother said no. Hautakufa kitu. You will not. Ase hapana mama. Say no mother. Kuya. Come. Nihurumie. Forgive me. Siwezi igusa yako tena. Not touch it again. Na tutapata usingizi. And we will not get sleep. Kuya kamata Jeanette. Come take your necklace. Mama akacheka. The mother laughed. Akamwambia lala. He said, uiache pale kwenye niliiacha. Just put it, leave it where. Nitakia ichukua kesho. I will come take it tomorrow. Asubuhi na ine. The morning. Unadhani yule mwana alilala tena? Do you think the guy slept? Wale watu walilala tena? Was those people sleeping again? No, being on. Sifanye ile. Very forcé. It's a guy being on guard. Mama anakuja asubuhi. The mother came in the morning. Anaona Jeanette yake. He sees the. Anaitia msaka me. And he put in the bag. Alikuwa na vala ingine. And she. Anamwambia merci. He said thank you. Mama ngoja kwanza. And mother wait a little. Akamwambia munaibaka. You still. Lakini wewe mimi nawaza leo unaokoka. You today I know you are saved. Mama akaenda. The mother left. Amen. Nyoka ilikuwa inasubiri isha tema makuta. Imetapika pesa. Kumbe mwenye nayo usiku sasa inatapika pesa. The owner of it when the snake was spitting. Anakuwa na plakete ya mayai. She has anakuwa iko na tupa mkinywa ya nyoka. Kwenye kulitoka pesa. The mouth of the snake kunarudia mayai. Amen. The eggs go. Kunarudia mayai. The eggs. Nyoka wakati inapata mayai. When the snake receives the eggs. Itarudia tena Jeanette. It will come again the necklace. Mama anakamata pesa. And the mother takes the money. Pocketed it. Unajua kontra yake? Do you know the contract? Ni kitu gani alipanaka juu apate ile pesa? She gave to receive that money. Wewe utaona mtu
mtu iko natembea mjipe. You will see a person walking in jeep. Unaona ni jipe za kawaida. You see it's a normal jeep. Unajua alisinye contract gani juu ya ile jeep. Which contract is signed because. Na wewe unaanza mwambia ni wewe. Unafanya kanini? What do you do? Mbona mimi naombaka lakini nie? I always pray but me. Unaanza admire terafi. You start looking at the flock. Na uko munjia ya kwenda mbinguni. And you are in the journey to go to heaven. Itakuua. It will kill you. Na haitakufanyia kitu. And it will not do any good. Ni kitu gani unacho? What do you have? Ambacho hakistahili kuwa kiasi. That which is not pleasant. Rudisha. Return it. Ama kichukue kwa mchungaji. Or take it to the servant. Basista wamekuwa na tabia. Sisters have a certain habit. Nimempenda ule garso. I've loved that. Simpendi. I do not love. Unazania mimi nampendaka. You do not know. Simpendi. Love him. I do not love him. Lakini niko nataka. But I want to. Aniuzie machine. To buy me a machine. Aniuzie gari. Buy me a car. Sana vipata. And when I receive those things. Bye bye. Bye bye. Na ulishapata ile plani. When you receive the plan, umepata vile vitu. You receive those things. Na unamkataa. And you reject him. Lakini vile vitu unabakiana nayo. But those things you remain with them. Jidebarase na vile vitu. Separate yourself from those things. Amen. Ile ni bien malaki. That is a bad luck. Ile ni terafi. That is the flock. Ile ndio terafi mimi naongelea. That is the flock which I'm talking about. Wamama wamekuwa na tabia. The mothers have a certain habit. Wanakula pesa za watoto. They eat the children's money. Government wanawapatia makuta za watoto. Amen. They receive the government. Ni makuta za baba na mama kwa kulea watoto. Lakini wamama wakati wanapata zile pesa, hawapendake wababa waziguse. They do not want their fathers to touch it. Mungu wakati alibariki mariage, God when he blessed, alisema huyu ni mwanaume, he says this is a man, awe mwili moja na huyu mwanamke, one body with this woman, na watachangia kila kitu, and they will share everything. Kyote ambacho unapata kazini